Shekhe siku moja aliuliza swala msikitini. Sema jamanini, sisi Waislamu kila siku tuinua mikono, Mwenyezi Mungu anusuru Palestina, Mwenyezi Mungu, yani hakuna wali hata mmoja hivi anaomba katika tunaomba dua ya Mwenyezi Mungu basi atujibu dua yetu. Kwa Waislamu sisi warongo, dini yetu urongo au ni vipi? Au wa Palestina warongo? It makes sense kweli si kweli? Ya akhi, watu Maka kwenda, yani tunene wale maimamu hawaombi, usikii katika zile dua za maimamu kule wakiomba, lakini urongo sisi maamuma twendao tukisikia zile dua na sisi huwaombea wale Palestina, kweli si kweli? Lakini ya akhi, mbona kila kukicha uona wale hunyanyaswa tu? Kwa wale ambao hatujasoma sera tunaweza kuonena kuna lakini tulosoma sera, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuwa Maka mwanzo kuletewa Uislamu, sijui wajua Mtume alipewa utume akiwa na miaka 40 na alikaa Maka miaka mingapi? Tunajua Mtume alikaa Maka miaka mingapi? 13. Elewa hii, jua hii tarehe. Mimi na darasa la sera hapa. Waislamu kitu kinachotupungua sana ni kujua tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sana. Nitakwambia, ngoja hatujaanza darasa, mimi bado kifua. Nitawaambia lini inshallah. Miaka 13. Mwaka wa 3 kama sijakosea, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali mbele ya Al-Kaaba. Akaja Abu Jahal na uchafu wa matumbo ya ngamia akammiminia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliinua mikono akasema sawa katika dua yake, Mungu mtukue fulani na fulani na fulani, akawapiza, yani malize fulani na fulani kwa maina. Sawa? Kuna mtu hodari kuomba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam? Uko? Mimi nawauliza uko? Lakini Mungu, wama kana rabbuka nasiya, Mungu hasahau. Mwenyezi Mungu mpole. Mwenyezi Mungu alikaa miaka 11 mpaka alipogura Madina, akawaita Badri, akawakata kwa pamoja. Miaka 11. Taratibu, mwambia Mtume taratibu. Dua mwembo Maka miaka 11. Na sisi angalia, sisi tu tuna haraka. Na kwenye Qur'ani mimi nilielezea tarehe ya Mayahudi. Mwenyezi Mungu asemaje katika surati al-Isra? Fa idha jaa wa'du, ninaye katika surati al-Isra, nipe ile msafu. Semaje katika surati al-Isra? Maana Mwenyezi Mungu ameshatukua ahadi atawakusanya wale kitita kimoya. Maana hawa Mayahudi mpaka waone kwamba wao wameshinda, wakusanyike kwa pamoja, kitoke kimoya. Wajua mvuvi mzuri si ule atia unyavu kwa ni ule awakusanya. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي باس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا. Wana Mungu mwenyewe ameshatukua ahadi, tawakusanya wawe kitonge kimoja. Wakishakuwa kitonge kimoja, ukishakuwa tilia nyafu ni kwa khalas, hakuna atakaye kuvua pamoja. Wale waovu wote watakuwa wamekusanyika pamoja, kina Trump wote takuwa kazi rahisi. Hakuna huyu uko huku, huyu uko huku, huyu uko huku. Wao wataona khalas, sasa sisi tushafanya nini? Tushatoboa. Wakishakukusanyika hii, mimi nawaambia hapa,
tusiwe na wasiwasi. Ila Mwenyezi Mungu angalia, Mwenyezi Mungu Mtume SAW, Mwenyezi Mungu alijalia huyu Imam Mahdi atakaokuya, alimpa ina la Imam Mahdi liumahid Allah, Mungu amtandikie ili kujulikane wanafiki ni wapi. Ona sasa yao hudhihiri wanafiki kina nani? Yani kuna watu yao sasa yao kwambia wale Hamasi wale ndio wamewatongea, yani Hamasi wamewatongea wa Palestina. Yaki kuna watu huwaita Hamasi nzichochezi, Hamasi wawateteavo, kisha unaoita watu wachochezi. Sasa wale wachochezi, hela wewe uende kuwatetea Hamasi wachochezi? Subhanallah. Kuna watu yaki Mungu wadhihirisha sasa yao, wajulikane wale wa kweli ni manani na wale waovu kina nani. Na Mtume alieleza kabla ya kuya Mahdi, ili kusudi kupate kujulikana, liumahisa, Mungu apate kufanya tamhis. Tamhis ni maziwa ni yapi na mai ni yapi, ili yasafiki na hayawezi kutangamana. Yataka kando mafuta na mai hayatangamani, mafuta yataka juu au mai yataka juu, mafuta yakatini, lazima yatapamanuka. Lakini ni mimi na wewe kuomba thabati. Hatuwezi kwenda kule, lakini twaweza. Ujue dhambi yoyote mimi na wewe, utesi baina yangu mimi na ndugu yangu, twachangia katika kuuawa wa Palestina. Kupatana mimi na wewe, twachangia kuinusuru Palestina. Kula riba mimi na wewe, twachangia kuuawa wa Palestina. Kula haramu mimi na wewe, twachangia. Kila tukiwa mbali na haramu, twachangia nusra. Wale watanusuriwa la mahalata, Mungu atawanusuru, ajua yeye ni ndia gani. Lakini mimi na wewe tunao namna ya kuwa nusuru, tunao namna. Tuangalie ni ndia gani mimi na wewe tutaweza. Kule kusherekea mambo yao, kule kuchangia mambo yao, sijui kina Coca-Cola, sijui kina Pepsi Cola, akhi wewe uwezi kupambana na Pepsi Cola na Coca-Cola, utaweza kupambana na Myahudi katika zita? Wewe Coca-Cola na Pepsi Cola huiwezi kupambana nayo. Utaweza kupambana na Myahudi kwenye zita? Wajua kununua bidhaa yoyote toka Israeli, bidhaa yote ni haramu. Na niuliza kwa nini ni haramu? Kwa sababu Israeli ile ardhi wameiiba, na kununua kitu kileibwa ni haramu kisharia. Leo kanunua simu iliyoibwa, ukipelekwa polisi na wewe utafanywa nini? Utashtakiwa. Leo wewe ukashikwa na simu iliyoibwa, utatiwa ndani, utiwi ndani. Kununua bidhaa yoyote ya kutoka Israeli Kiislamu ni haramu kisharia, kwa sababu wale wameiba ile ardhi ya Israeli, ni grabbing ardhi. Sijui mmenielewa hapa? Kule kununua bidhaa yoyote yatoka Israeli ni haramu kisharia ya Kiislamu. Kwa hiyo the choice is yours. Mwenyezi Mungu atatuletea nusra.